Hafla hii iliyofanyika katika afisi ya hazina kwenye eneo bunge la Webuye Mashariki, huku ya Webuye Magharibi ikifanyika katika kanisa la Jeshi la Wokovu katika eneo la Matisi, wadi ya Obokoli, ambapo mmoja wa maafisa wa uhusiano mwema katika bunge la kitaifa Brian Ojamaa aliwaelezea wananchi sababu kuu ya vikao hivyo na kusema maoni yao yatachukuliwa kwa uzito na kuwakilishwa bungeni. Kuna mpango ambao nataka pesa za CDF, pesa za NGAF na Senate, the Senate ziwekwe nguvu na ziwekwe kwa katiba. Kuna ile kitu ambao sisi wengi tunajua kwamba kuna kazi mingi imefanywa na hii pesa ya CDF. So haya ni maoni ambayo yanachukuliwa. Kuna watu ambao wameleta mambo mengi ya kwamba CDF inafaa iondolewe, itumiwe vizuri, lakini mimi na wewe penye tuko tunajua kwamba kuna miradi mingi sana ambayo CDF imefanya. Baadhi ya wananchi walionekana kuunga mkono kuwepo kwa hazina hiyo, wakidai imeleta maendeleo mengi hadi vijijini. Aidha, wametaka mgao wa hazina hiyo kuenezwa ili uendeleze kazi mzuri na kuhakikisha maendeleo yanashuhudiwa zaidi. Hii kuconfirm ya kwamba kupitia CDF hata watoto ambao hawangeweza kusoma hadi kufikia the level of basic education which is form 4 ilikuwa ni vigumu sana. Lakini baada ya CDF kuwepo, watoto hawa wameweza kupata usaidizi wa kuweza kupata karo hata angalau kama watasoma katika shule za kutwa. Mbunge wa Webuye Magharibi Dan Wanyama na afisa upelelezi kutoka bunge la kitaifa Viola Sayo walihoji kuwa hazina hiyo imeleta usawa wa kimaendeleo, kwani kabla ya hazina hiyo kubuniwa maendeleo yalikuwa yakiamuliwa na rais, huku sehemu zinazoonekana kupinga zikikosa maendeleo. Kuambiana ukweli wa mambo ni kwamba makadirio ya pesa hizi za NGCDF zimebadilisha inji na hakuna sehemu yoyote ya inji ambayo imebaguliwa. Pesa hizi ndizo zimeleta usawa katika Kenya hii. Na imeleta usawa kwa sababu sahi haijalishi rais anatoka sehemu gani, kwa sababu mgao wa pesa hizi zinaenda kila mahali. Muwe mlipigia rais kura ama hamukumpigia, hii ni pesa itafika mahali popote Kenya hii. Ombi langu ni kwamba muelezea watoto wenu Gen Z yale mazuri ambayo CDF imefanya. Ndio kwa sababu hao wanaweza dhania mambo venye wamepata ndio vile ambavyo imekuwa tangu kitambo. Lakini mkikaa chini na hao na muelezee yale ambayo CDF imefanya, hakuna watu wengine watakuja kuwachanganya akili. 2.5% ya mapato ya serikali ya kitaifa hutengwa kila mwaka kwa NGCDF, huku maeneo bunge 290 nchini Kenya kupokea mgao huo. Zaidi ya shilingi bilioni 140 zilitolewa kupitia mgao huo kati ya mwaka 2003 na mwaka 2022. Karibu shule 28,000 nchini Kenya zimenufaika na mradi huo, huku zaidi ya wanafunzi 100,000 wakifaidika kwa ufadhili wa bursaries.